Sawa, wewe hapo blaza wewe unanishauri nini? Mimi nataka nikwambie shauri nini hapa? Kwa sababu mimi mpaka nime plan hiyo kitu nikasema kabla mzee sijamkamilishia inabidi niende kwa blaza yangu pale yangu. Anipe ushauri mzuri kwamba mimi nikitaka kuingia jeshi yani na jeshi yani tayari yani nakubaliwa niingie jeshi. Sema sasa tatizo ni moja. Unajua kuna watu unajua wana roho mbaya sana. Yaani mtu kabla hajakusaidia lazima akujue kiundani. Sawa? Lakini kuna watu wengine sio wanataka kukusaidia, wanataka kukukasha. Kwa sababu mimi nikikuangalia wewe, mimi nakujua vizuri. Nikikuangalia kuanzia juu mpaka chini. Sawa? Hauna vigezo hata vya kuwa mgambo. Sasa nashangaa unaponiambia eti kuna mtu amekuunganisha uende jeshini. Yaani huyo alikuwa anataka kudhiaki ila wewe hujajua. Hujajua wewe, labda nikwambie tu ukweli. Kwanza hauna vigezo vya kuwa mwanajeshi. Mimi wewe hapa mimi nakwambia. Sababu mimi hapa ni mtu ambaye unaniamini. Na ndio maana nakuja kuomba ushauri na mimi nakupa ushauri standard kabisa. Unapoteza muda. Mwanajeshi hawezi kuwa mfupi kama wewe. Mwanajeshi hawezi kuwa na pua kama yako. Wanajeshi wana pua zao. Si umeelewa? Hiyo pua kama pato ranking huwezi kuwa mwanajeshi. Mwanajeshi kingine kabisa. Sawa? Kwanza kwenye maisha tu ya mtaani hivi lazima awe ana aso. Yaani usizanie mtu anaweza akawa ametoka hapa mayai akaenda jeshini ndo akaenda kukomaa kule. Hata mtaani kwenyewe wale wanakuaga sio poa. Yaani wanakuaga ni watu wa kamavu wazalendo. Yaani umesikia blaza. Sasa wewe blaza. Mimi nimemwambia nishauri. Nahitaji ushauri. Mimi ndo nakwambia sasa huko unakoenda. Sawa, huko unakoenda. Kwanza huwezi kwenda. Mimi najua huwezi kwenda kwa sababu kwanza hauna vigezo vya kwenda jeshini. Wewe jeshini uendi kabisa na hakuna mtu mwanajeshi yote hata kupokea wewe. Yaani kama ukienda kule unajua wale wana mitihani yao fulani hivi unaweza kaenda wakwambia zungukeni uwanja wa taifa. Toa hata uwe na pumzi lakini naona yule tunampeleka wapi. Una vigezo. Mwanajeshi at least hata uwe na futi 5 na nishika zao kwa futi 6. Umekula gwanda kweli imependeza. Sasa gwanda inakaa hapa. Gwanda unaianika inaishia hivi. Kweli mwanajeshi anapata gwanda yenye kipimo kama hivi. Tunazalilisha gwanda wewe. Unaijua gwanda ile thamani yake. Wewe kwanza unaona inapotisha. Ile gwanda kwanza mtu tu akivaa pale unamogopa. Wewe uje kuvaa wewe. Mimi kwanza wewe sikuogopi ukivaa ile gwanda. Na kupiga kweli kweli. Fresh brother. Nisikilize sasa brother. Mimi nimekuja kwako kama wewe ni mtu ambaye una akili timamu, unaweza kunipa ushauri mimi kwenye kazi ambayo naenda kuitumikia nchi sasa. Au vipi? Nchi wewe kumbe wewe utumikia nchi gani? Nchi labda mimi nisiwepo kwenye hiyo nchi. Yaani kwenye nchi wewe ndio uwe mlinzi wangu. Wewe huwezi kuwa mwanajeshi ukanilinda mimi. Wewe huwezi. Unataka mimi niwe nani? Mgambo au niwe nani? Yaani wewe hata ugambo ufa. Wewe unajua mgambo mwenyewe mimi hapa nikiingia kwenye chekitengo. Tena mtu wa kwanza kabisa anaanza na wewe. Unaanza kufanya? Yaani naanza na wewe yani kuzicheza, ninaanza na wewe yani kujispa. Kwa sababu wewe fikra zako potofu. Nakwambia mimi nimepata kazi nzuri na kupa nani unipe ushauri, unaanza kunikejeli, mara mfupi, mara nini? Haina noma brother. Mimi nashukuru sana kwa matusi yako. Lakini nikilivaa lile gwanda wewe lazima nikushurutishe. Yaani wewe hata uvae lile gwanda. Lazima nikushurutishe wewe. Hata uvae lile gwanda. Uvae nini? Kwanza kabisa na I swear huwezi kunitisha. Yaani na ukija kusema eti kwa sababu wewe ndio umetoka zako huko umevaa lile gwanda na kupiga na kwanza huwezi kufika huko. Yaani gwanda lile upate. Yaani ile gwanda usizanie wale waliovaa wale wajinga. Wale ni wajanja ndio maana hauruhusi kuvaa mtu tumbugira mbugira. Sawa. Sawa brother. Mimi kuache kwako unachukua na amani, lakini nikiwa katika kile kitengo nitakufurahisha. Yaani nakwambia hivi, na serikali kama ndio inakuchukua wewe unakuwa mwanajeshi wewe. Serikali yenyewe inainunia. Chizi.